Moja ya kitu ambacho kinaweza kikakutofautisha sana kwenye maisha yako ni kuwa na kitu kinaitwa nidhamu binafsi au self discipline. Ili watu wakuone kwamba wewe ni mtu uko serious na maisha yako, ni pale utakapoamua kufanya vitu kwa nidhamu na sio kwa kuangalia hisia zaidi. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba jeshi la wanajeshi wachache wenye nidhamu linaweza likashinda dhidi ya lile la wanajeshi wengi lakini hawana nidhamu. Ndio maana unakuta hata jeshini, moja kitu cha muhimu sana ambacho wanakizingatia na kukipa uzito ni nidhamu. Watu wengi sana wana vipaji vikubwa mno, wana fursa wanazipata na wangeweza kuwa wamefika mbali sana katika maisha yao, lakini moja ya kitu ambacho kinakosekana kwa watu wengi ni kitu kinachoitwa nidhamu. Sasa katika kuongeza thamani yako, aidha kuongeza thamani ya kipaji chako, kuongeza thamani ya elimu yako au fursa uzitumie vizuri, huwezi kufikisha lengo lako mbali sana kama hauna nidhamu. Sasa nidhamu ni uwezo wako wa kufanya kile unachopaswa kufanya wakati unaopaswa kufanya bila kushurutishwa. Yaani kama kuna jambo linatarajiwa ulifanye ofisini kwako, kuna jambo linatarajiwa ulifanye nyumbani, kuna jambo linatarajiwa ulifanye shuleni, kama unaweza kujisimamia mwenyewe na kufanya, hiyo ndo tunaita nidhamu binafsi, self discipline. Na tafiti nyingi zinaonyesha kwamba hata katika michezo, wachezaji ambao wanaweza wakajisimamia wenyewe katika nidhamu huwa wanafika mbali zaidi kuliko wachezaji ambao wanatarajiwa wasimamiwe na watu wengine. Kwa sababu kinachotofautisha wale ambao hawafiki mbali kwenye, kwa mfano kwenye michezo au taaluma, na wale wanaofika mbali ni kitu kinaitwa nidhamu binafsi. Ndio maana kwenye michezo kuna kitu anaita ridhaa na kuna kitu anaita profession. Ushasikia anaita ngumi za ridhaa. Maana yake ni ngumi kama za kujitolea. Alafu kuna wanasema wanapigana ngumi za kulipwa au tunawaita profession. Sasa moja ya kitu ambacho kinatofautisha sana mtu ambaye ni wa kawaida na yule ambaye tunasema huyu ni professional kwenye area yake ni kitu kinaitwa nidhamu. Sasa ukitaka kujua kiwango chako cha nidhamu ni rahisi sana. Nitakupa mambo machache ambayo unaweza kujikagua. Kwanza, angalia mambo mangapi ambayo ulisema utaanza kuyafanya mwaka huu na hujafanya kabisa. Yani mwaka huu ulisema mwaka utakuwa tofauti, nitafanya hiki kwenye eneo la fedha, nitafanya hiki kwenye eneo la taaluma yangu, nitafanya hiki kwenye eneo la mahusiano yangu, nitafanya hiki kwenye eneo la elimu, biashara. Lakini angalia ni vitu vingapi umevifanya, utakuta vingi hujajifanya. Lakini pili, angalia vitu ambavyo ulianza umeishia njiani. Yaani mwaka wakati unaanza kuna vitu uliamua kuvifanya kwa kasi sana. Kuna wengine labda walianza kwa kufanya mazoezi, wakasema mwaka huu lazima niwe nafanya mazoezi. Mwingine akasema mwaka huu nitakuwa nafanya labda diet, nataka niwe nakula vizuri, vyakula tu ambavyo vinaniongezea thamani kwenye mwili, sitakuwa nakula ovyo ovyo. Mwingine akasema nataka nipunguze uzito. Mwingine akasema mwaka huu nitaanza kusoma. Lakini ghafla unashangaa ameishia njiani. Alianza kusoma ameishia njiani. Alianza kufanya biashara pia ameishia njiani. Alianza kufanya mazoezi ameishia njiani. Alianza kusoma kitabu ameishia njiani. Ukiona kama ukifanya kitu unaishia njiani, tafsiri yake ni kwamba kuna nidhamu binafsi ambayo inakosekana. Kuna mwingine anasema mwaka huu nitatumia hela zangu vizuri sana, lakini ghafla umeishia njiani pia. Mwingine alisema ataanza kuweka akiba, umeishia njiani. Kwa hiyo mwingine alikuwa anasema mwaka huu bwana, mimi nitaacha kuwa mlevi wa mitandao ya kijamii, nataka niwe natumia kidogo tu. Lakini ulianza, lakini baadaye sasa hizi mitandao yenyewe inakuendesha. Mwingine anasema nitaacha pombe mwaka huu, lakini ghafla bado anaendelea kunywa pombe. Kuna chochote ambacho umeanza na umeishia njiani au hujaanza kabisa. Hii inaonyesha kiwango chako pia cha nidhamu yako binafsi. Sasa ukiona uweze kufanya kile ulichosema utafanya, ina maana kiwango chako cha nidhamu binafsi ni kidogo sana na kitasababisha thamani yako kushuka. Swali la msingi ambalo ningependa kuuliza leo ni kwamba je, kuna kitu gani ambacho unaamua kufanya ili kuongeza kiwango chako cha nidhamu binafsi? Kwa unachoweza kufanya ni kwamba jaribu kuangalia eneo fulani la maisha yako ambalo unaona linahitaji nidhamu, then tengeneza nidhamu. Naanza kwa kufanya kidogo kidogo, usubiri uwe na vingi. Leo ningependa ujikague na uangalie kama unayo nidhamu binafsi au ni mtu ambaye unafanya mambo kwa mlipuko tu, kwamba ikitokea hisia unafanya alafu baada ya siku haufanyi. Watu wa namna hiyo ambao wana nidhamu binafsi huwa hawafiki kwenye mambo mengi na hawafanikiwi kwenye mambo makubwa sana. Jichunguze kisha amua namna ambavyo unataka kuishi. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao yangu ya kijamii, yani YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.